Ya Duncan Mosha ni katibu wa chama cha mapromota wa ngumi za kulipwa Tanzania. Kama alivyokwisha kuzungumza mwenyekiti wangu Ernest Mapao, mimi pia nina machache ya kuweza kuongezea. Jambo la kwanza kabisa, nyinyi pia ni mashahidi. Tukiangalia kwa miaka mitatu minne nyuma na sasa hivi, ile rate ya ngumi kufanyika mapambano mengi kwa mwaka imepungua. Na imepungua kwa sababu ambazo tunazilalamikia toka kipindi cha nyuma. Toka kipindi cha nyuma tunazilalamikia ni kwamba mchakato wa mfumo unapokuwa rafiki, utamvuta mtu mwingine kuwa promoter, ama promoter tayari aliyekuwa ameacha kufanya mapambano kurudi kuendelea kufanya mapambano. Lakini pale mfumo unapokuwa sio rafiki, unapokuwa ni kandamizi, sidhani kama mtu atarudi. Kwa listi tu ambao mimi ninaifahamu, tuna takribani ya mapromota 50 kama na 3. Lakini tukiangalia ambao wapo active wanaofanya kazi kila siku, hata 15 hawafiki. Je, hawa wengine wanakuwa wako wapi? Je, wale ambao wapya tunatamani waje ili mchezo wa ngumi ukue wako wapi? Kwa hivyo mifumo ambayo itakuwa inawekwa sio kwa ajili ya kumfurahisha Mapao, sio kwa ajili ya kumfurahisha mimi ama watu wengine, ni kwa ajili ya vizazi vijavyo, ni kwa ajili ya hawa mabondia, ni kwa ajili ya mapromota pia wanaokuja. Namna ni kwamba tunataka tu attract huu mchezo uzidi kukua. Ni mchezo ambao unapendwa, unakuwa, lakini kama tutaweka mifumo ambayo itakuwa inawakimbiza hata wao waliopo, sidhani kama tutakuwa tunafanya kukuza hizi ngumi zetu. Lakini jambo lingine amelizungumzia kiongozi hapa ni swala la kanuni. Kanuni ni nguzo mama inayofanya mchezo wowote ule ukue. Kwa sababu hata katika FIFA, katika nini, wana zile kanuni ambazo zile kanuni ndizo zinamsaidia hata yule kiongozi wa pale juu kuendesha mchakato mzima kulingana na zile kanuni. Sasa endapo kanuni zinawekwa lakini hazikufuata mchakato unaotakiwa, inakuwa ni shida, kwa sababu huu mchezo wa ngumi kanuni zimewekwa, ilipaswa hizi kanuni zinavyotakwa kuandikwa ufanyike mchakato wa kushirikisha vyama shiriki. Na kushirikisha vyama shiriki sio kwa kuwaita watu wawili chumbani sio ofisini, hapana. Ilitakiwa ifanye kama hivi, ni kikao, mkutano. Wadau waje, vyama shiriki viwepo, maoni yakusanywe. Ndipo pale tunapotengeneza zile kanuni ambazo zinakuwa kanuni zenye uhai ambazo zinaweza zikasaidia kwa miaka hata 20 mbele. Lakini pale kanuni zinapokuwa zinachukua watu wachache wa kukaa kudiscuss, then zinaletwa kwa namna ambavyo sio kupewa nafasi ya wewe tena unailetewa uijadili au uielewe, lakini unaletewa kwamba uitazame kesho uje kwenye mkutano. Kwa sababu kama amesema kiongozi, niliandika barua, unaletewa tarehe 28 email ya kukuambia kwamba tarehe 29 unatakiwa mje watu wawili kwenye kujadili kanuni ambazo zinabeba mchezo mzima. Watu hawa wawili imetoka tarehe 28 29 mje mdiscuss. Hebu niambie, page zimekuja kama 54. Utapata wapi muda wewe kama wewe katibu au mwenyekiti wa kuzipitia? Licha ya hivyo, yule mdau wako, promoter mwenzako, umtumie azisome, aelewe, apate mawazo yake, akupe yale mawazo, muweze kukaa kuyachanyata yale mawazo, muweze kwenda kwenye kikao cha kanuni. Na vile vile kikao chenyewe, kanuni ni kitu kizito kama nilichokisema. Watu wawili, mimi Mapao, au angekuwa ni mimi na Kaike au ni Mapao na Kaike, wasingeweza kufikisha yale maoni ambayo yanayotakiwa katika kukuza mchezo wetu. Kwa hiyo mimi ninachokiona kiukweli kabisa, kama alivyosema mwenyekiti wangu, na support mchakato huu uliofanyika wa katiba mpaka na kanuni zake ni batili. Tukae mezani, kikao kifanyike, wadau washirikishwe, vyama shiriki vishirikishwe, maoni ya kusanywa katika utaratibu unaotakiwa, unaoeleweka. Kwa sababu hili jambo sio la mtu mmoja, lakini kama kitu kinafanyika kwa ajili ya maslahi watu wachache, basi huo ndio utakuwa ndio mwenendo wa kila siku. Lakini kama ni kitu kwa ajili ya vizazi vijavyo, kwa sababu hapa promoter ni kama ni nguzo na yeye vile vile, kwa sababu referee atalipwa na promoter, bondia atalipwa na promoter, hata hiyo TPBRC vibali na kila kitu vinalipwa na promoter. Lakini sasa tunapokuwa tunaweka kanuni ambazo yani bondia mwenyewe nazo ni shida kwake, yani referee ni shida, promoter ni shida, sasa hapo tutakuwa tunakuza ngumi ama tunaziua ngumi. Kwa hiyo tutafute michakato ambayo kiukweli na ICT, PBRC na hata na serikali tusaidie katika hili swala. Tunatamani sana tusio kila siku tunakuja kwenye press tunafanya hivi tunazungumzia hili swala, hapana. Tuwe kitu kimoja kinachoeleweka. Basi tukae sehemu inayotakiwa,
watu wawepo, wadau wanaohusika washirikishwe, ambapo hata serikali inatambua kwamba huyu mtu ana haki ama kibali cha kukaa kushirikishwa katika hili swala. Kwa sababu hata niwauliza viongozi wenzangu, mlipigiwa simu au mliitwa kwenda katika kudiscuss hizi kanuni? Hapana. Sasa unapoleta kanuni zinazohusu mapromota alafu wale mapromota pia hawapo pale, kanuni labda zinahusu sijui mabondia, wale wenyewe wahusika hawapo pale, sasa ni nani ambaye anaenda kukubaliana na hicho kitu? Kwa kweli labda nimwachie mwenzangu pia atakuwa na mengine kuongezea. Kwa mimi nilikuwa nataka nipigilie msumari kwenye hili swala la kubwa, ni ushirikishwaji umekuwa ni finyu sana katika chama cha mapromota. Sasa aswa mtu akishakuwa kwenye position ya TPBRC, vile vyama vingine anaviona kama havina thamani kwa wakati ule, yeye ndo ana mandate ya kufanya kitu chochote. By the way, hata ushirikishwaji unakuwa ni mdogo. Kuna baadhi wanatuhujumu chama cha mapromota kiasi ambacho hata mapromota wetu sometimes hawapiti kwenye utaratibu wa kawaida. Sheria pambano mpaka linakabilika linatakiwa linakuwa na vibali visopungua 3: BMT, TPBRC na chama chake cha mapromota. Kwa sababu promota yote anavyoandaa lazima kuna utaratibu upitishwe, na ndio utaratibu ya kuandaa zile kanuni za kuwa na vyama vingi. Vyama hivi vya mashiriki vilianzishwa kwa utaratibu uliokuwa umebarikiwa na BMT na kusajiliwa, kwa maana kwamba tuliridhiana kwamba utaratibu uwe huu. Lakini watu wenzetu wanapenda kufanya vitu kwa kujiamulia kwa sababu ya ile position. Hiyo ningeomba sana, tunashukuru Mungu kwamba rais alituchagulia watu kwa miaka hii walikopo ni wazuri sana, wamebobea kwenye masuala ya sheria. Kulikuwa na Mheshimiwa Ndumbaro alopita, ni mbobezi mzuri katika sheria, nafikiri mnamfahamu. Sasa hivi kaja Kabudi pale Manganda, Kabudi si mheshimiwa waziri wetu, yeye naye anajua swala la rasimu si swala la masiara. Yani natakiwa lichukuliwe kama ni kitu mama, tunaenda kuongoza kitu ambacho kinatuletea heshima. Tanzania katika michezo yote namba 2 uwezi kuacha ngumi, na kwa sababu una promo binafsi, right, ungekuwa na promotiwa kama unavyopromotiwa mpira, mimi nasema ingekuwa nambari 1. Japo kidunia hatuwezi kufikia level ya football, lakini kwa jinsi wapenzi wa ngumi walivyokuepo ingekuwa nambari 1. Sasa hivi uko namba 2. Lakini sasa unaenda kutungiwa sheria au unatengezewa rasimu ya kuongoza watu wasiopungua 500,000. Wewe unaita watu 20. Hivi wale wengine usiwashirikisha, baadhi wako wametoka Milembe? Yaani kitu mimi kimendisappoint sana. Ukiangalia hii barua iliyoandikwa na TPBRC, wanakuambia siku moja, ya pili njoo kwenye kikao, na hatuna muda wa kupoteza, na watu wawili tu. Bora angesema na watu wawili, hata ukipeka ziada. Wameandika na tu, maana yake ni hao. Sasa unajadili rasimu ambayo itabeba mzigo mkubwa wa kutengeneza boksi ambao sisi tulioianzisha. Mimi na mapambano zaidi ya 180 nimeandaa, lakini tumeitoa ngumi mpaka wanaingia kina Modeuji, wamekuja wamekutana na vipengele vigumu, wameondoka. Wamekuja kina Mariam nani wale, wamekuja kufanya kazi hapa, wale kina Chai Jaba wamepiga kazi, lakini baada ya muda hivi wakaondoka. Sasa unakuta kila promoter anakuja, wale mtu mwenye malengo mazuri akikutana ukilitimba kidogo tu lazima aache mwenye kutaka biashara. Sababu ni kubwa, ni ushirikishwaji. Mimi ningeomba serikali yangu kutumia nyinyi waandishi wa habari, najua ujumbe utafika. Mheshimiwa Palamagamba Kabudi, yeye ni mtu makini sana na yupo kwenye upande wa sheria vizuri. Tungeomba alisimamie hili, kwa sababu hiki ni kitu kikubwa na ni kitu ambacho watu wameweka maisha yao, na waangalie kama alivyosema katibu, vitu rafiki wa kuhakikisha kwamba ngumi zinarudi kwenye level ya zamani. Kwa mpaka sasa hivi hatuna bondia wa kujivunia. Wakiondoka hawa tuliowatengeneza nyuma, Cheka amepotea, amerudi chini, kabaki ameenda kwenye mambo yake. Sasa hivi tunajivunia kuanzia kina Ibrahim Class, tutajivunia kina Nasibu Ramadhani, ndo wanakwenda kina Fadhili Majia na wengine. Wakiondoka hawa, mimi sioni mbadala bado. Natafuta competitions za kutafuta wale, sioni, kwa sababu mapromota halisi wale wanaotengeneza zile mbinu za kusababisha kuwakamata wale hawapo. Tuna column ya mapromota zaidi ya 60.
Katibu kasema wako 15, lakini nasema siamini kama 15 wanafanya kazi. Active watakuwa kabisa, mimi nasema waweza kuwa 5 tu. Sasa hao wengine wamekosa wapi? Sasa ukitengeza kuendelea kuweka vitu ugandamizaji, tuseme ubepari au tuseme sisi ndio lugha tuseme tulikuwa tunasoma sisi zamani, kitabu cha Manenge na Mandawa watu wanakijua kile. Ulikuwa kuna kitu ugandamizaji ulikuwepo. Hizi ngumi zitazidi kufa, na mpaka sasa hivi zinapoenda mimi kwa level ya ngumi ninavyozijua zimeenda chini vya kutosha. Kama mapambano yanakuwepo kwa mwaka, mimi nilikuwa naandaa mapambano 6. Siandai hata moja. Kwa muda wa miaka 3. Serikali imekosa hela yangu kwa muda wa miaka 3. Kwa nini zisiweke vitu rahisi? Msangi alikuwa anaandaa mapambano 5 au 3. Unakosa hela kidogo kidogo ya kusababisha ngumi ziendelee na serikali inaingiza kipato. Sasa hapa tulipofikia sasa hivi, ng'ombe alikuwepo anaachiwa akajichungi, ananenepa, anakonda. Sasa hivi amefikia kulala, unachukua kisu unachinja. Kwa hii rasimu ikipita, mimi na hakika Mungu aniweke anipe miaka 10 mbele, ngumi zitakuwa ziko dolo. Kwa sababu hii moja, ukiangalia ngumi zina katika uwezo kutenganisha mazingira, ukatengeza mazingira magumu ya kusababisha muandaaji ashindwe kufanya kuandaa. Rasimu ukitizama hata ilikuwa tunatembea nao tunailalamikia, walikuwa wametugea, tulikuwa tumeandika barua nyingi. Promoter atakiwa kupigwa kuambiwa kibali chuo kwa milioni 5. Promoter huyo analeta bondia kutoka nje. Kila bondia mmoja anamlipia 200,000. Promoter huyo bondia wakifika airport, kila bondia lazima alipiwe leseni. Promoter huyo anatengezewa katiba rasimu inompiga yeye yule. Ndio alisema hapa kwamba akienda akiacha ile kazi, hakuna mtu serikali ya kumwambia wewe andaa ngumi. Hakuna, ni kitu cha kujitolea. Aenda kuuza mahindi yake. Kama mimi sasa hivi nipo huko nalima dhahabu. Si nimepumzika? Nachimba. Nalima. Nimepumzika, lakini je, faida yake ni nini? Tunakosa mabondia bora. Na mimi nawaambia ni kweli, nyinyi mnajua. Mabondia bora wakitoka hawa hakuna kuwaleta. Kwa sababu hakuna wale wazalishaji wanaoleta competition za mtaani za kuwafukua. Waliokuepo kila mtu anaandalia bondia wake, ni maana meneja ndio wanaandaa ngumi sasa hivi ni mameneja ambao nao wana background ya kuwezeshwa nyuma kikubwa. Wale wa kujitolea watakuwa wanatafuta kina Fadhili Majia, kuna bondia wanaitwa kina Hamisi Ajali, wengine hamwajui. Watu 2000 hao. Wengine wanaitwa sijui kina nani kina Joseph Marwa. Mnamsikia kwa sababu alikuwa ameenda mbali. Lakini hao wote ni watu wa zamani walikuwa wamewatengeneza. Hatuwezi kujivunia, tunajivunia kina Fadhili Majia. Mpaka sasa hivi bondia bora Tanzania Fadhili Majia ana mwaka hajacheza mechi. Hana meneja wa kumtengenezea acheze mechi. Je, utampata kuwa bondia bora? Hapa tunadidimia chini. Kwa lazima kwamba ifike time sisi kama viongozi wa chama ituume. Na tukipitia hii rasimu iliyokuja, washirikishaji wakubwa mabondia, washirikishaji wakubwa marefari, washirikishaji wakubwa mapromota, hawashiriki kwa 70% au 50% katika kutengeza rasimu. Hii rasimu imekuwa talaka ya kumwacha mkeo na mashahidi wawili, kwa sababu ukichukulia waje watu wawili tu, talaka ya kumwacha mkeo ya Kiislamu ni mashahidi wawili, talaka watu wawili imetoka. Sio sahihi kutengeneza katiba au rasimu itakayetakiwa iwe kwa watu wengi. Sisi tunaondoka, uongozi tunauacha, tutakufa, watakuja vizazi wetu. Hapa wanaochipukia sasa hivi tunaona wana umri mdogo, lakini mabondia. Je, tunawatengezea nini? Kwamba Kaike alikuwa kiongozi, Mopao alikuwa kiongozi, pale alikuwa kiongozi hewa. Tusipoisemea na kuikarikia tatizo kama hili, tutarudi kule kule alipotoa Alison Mwakembe. Mheshimiwa Alison Mwakembe alikaa kama hivi, tena meza iko hivi. Alikaa hapa, mimi nilikaa hapa, Mlundwa akasema niambieni shida zenu. Mbona mnagombana kwenye ngumi wakati ngumi sisi tunaitegemea tutangaze? Wakati huo Kalamanyilawila akashinda mkanda, akashaitwa Ikulu kule, akasema haiwezekani mgombane, shida nini? Akasema 1 2 3, akasema sitaki vyama vingi. Wewe Yasini Abdalla stop. Mlundwa nyamaza. Nani wote TPBRC nini zilifungwa? Kwa nini TPBC TPBRC? Leo unatengeza rasimu ile jamaa alitumia nguvu. Watu walikuwa wanataka wanangatana kabisa. Ukiandaa mechi anaenda kuongea huko. Pambano alipo, promoter anapata hasara. Radio nyingi zinakuwa zinapata ripoti. Kana mshawishi bondia. Sikizi mambo hayo kayaua Mheshimiwa Alison Mwakembe. Yako nomo. Utaona kwamba tunajisifia. Sasa kama tunajisifia, tuendeleze yale mazuri. Hii rasimu ilileta, yani kama ukiangalia vizuri, mpaka jina nataka kubadilishwa. Wewe umri huo ulikopo nao ubadilishwe. Jina ni sahihi. Hapa tuoneshe watu wazima.
tubadilishe. Ukitaka kubadilisha jina la federation, waambie na wale kula kuingiza box record, utaleta mgogoro mwingine ambapo ulizuka kaita shida. Box record waligoma mambo kubadilisha majina. Haki kulikuwa na TPBRC, tulikuwa na TPBC, kulikuwa posu na nani. Vikaita shida, mapambano yanacheza yaingie box record. Je, umelifikiria hilo? Kwa hiyo unaweza kuona ni kawaida unaandika unataka kuipitisha kwa siku 2 ili uwanyime haki wanachama halisi, ili uwanyime haki wale wenye ngumi zao. Sasa mimi tuombe sana. Tena mimi nasisitiza sana viongozi wetu wakuu. Mimi najua mwana FA wewe unajua ngumi na nakumbuka leo ni kupromote. Hebu vitu mviangalie, tunaenda kutengeza legacy ya miaka mingi mbele. Chukulia ngumi kama ulivyozikuta kile kipindi kwa mazoezi kwa Kaseba. Waelekeze watu wanaokaa pale mbele. Kina Patrick Kinyembela, waandishi wetu wa habari, kipindi kile mimi nafanya ngumi, Patrick Kinyembela yuko ITV. Tukao tunamwambia bado turushie story yetu. Anarusha. Kwa hiyo kama ana idea ile bado anayo, asitaki kuigandamiza na kutoitetea kuwakosesha haki watu wa ngumi kuwa shiriki. Sababu ni kuharibu utaratibu wa hiyo box ambao sisi tunaipigania watu walitukoiweka. Na hapa tulipoiweka itakiwa isonge mbele. Itengenezwe kwa kuwa rafiki kwa waandaaji. Kila siku mtu akikaa nyumbani anapanga la kwake kwa kusema bwana tupandishe kibali. Napandisha kibali manake sio unamlenga nani, ni promoter akitoka wote ataandaa nani ngumi. Kwa hiyo naombe viongozi wangu wakuu, najua Neema katibu mkuu wetu tumetoka na wewe mbali kabla hata hujakuwa katibu. Hili libebe hili. Kwa sababu washirikishwaji unajua hata kama tunatengeza katiba ya kuwa na chama kimoja cha TPBRC, tuliambiwa tuzingatie na vyama shiriki, na ndio maana tukatengeza katiba ya vyama shiriki vikaingia gharama. Kuacha watu waandae vitu vyumbani kwao bila kuleta ushirikishaji wa watu halisi ambao ni kina sisi na wengine tunaowakilisha, sio kitu sahihi. Hii ni kitu cha watu wengi. Kuandaa kwa watu 10 chumbani au sehemu ndogo si kujenga chama, ni kuharibu ngumi zetu. Mimi nawatakia kila laheri na tutashukuru kama hii rasimu itasitishwa bila kupepesa macho. Ikiwezekana ile kamati iongezewe watu wengine wenye uchungu wa kufanya ile jambo, mchakato wake uende kiurahisi na ufuate utaratibu kabisa, kwa sababu lisiwe kama hivi kitu cha maamuzi. Kuna siku moja simtaji mtu lakini kiongozi pale nilimwambia mbona unatupandishia bei kama dukani kwako umeweka bidhaa? Kwa nini usitushirikishe kwenye kila kitu? Unajua ukipandisha bei kwenye mfano nataka niandae pambano. Najua utaratibu wa kawaida shilingi 5,000. Nakuja na shilingi 5,000 naambia bwana nishapandisha toka juzi. Ukitaka fanya, utakiacha. Hii ni biashara. Sasa ni biashara si ya duka lako. Kwani maduka yako mangapi? Biashara duka lako unaweza kulipangia sheria kwa mara moja, lakini likiwa la watu wengi unawashirikisha wale wenzako, jamani nafanya hiki na hiki na hiki kwa manufaa. Wote mnapitisha, hamwezi kutengeneza migogoro. Lakini hii inaongeza kuleta migogoro. Kwa hiyo mimi niwaombe viongozi wangu wakuu. Tena nasema wakuu kuanzia Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri Paul Makonda, Naibu Waziri Bwana FA na Katibu Mkuu Neema Msita. Nafikiri sura yangu mnaifahamu. Tutengeze ngumi kwa manufaa ya mabondia na mapromota. Na sasa mtuendo sana sisi mapromota kwa sababu ndio tunasababisha mabondia nakula, refaria nakula, waandishi wa habari wataishi na tuseme na makocha wanaishi kwa kutegemea huyu mtu mmoja, ni promota pekee. Na promota hapati msaada wowote kwenye serikali zaidi tu ya kodi ya kulipia vibali. Asanteni sana.